ya kiroho. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni heri kuwekwa katika gereza ya ulimwengu huu kuliko kuwekwa katika gereza ya kiroho. Bwana, katika mwaka huu Bwana, ni kitu gani unataka tufanye? Ni wapi unataka tukae? Je, ni kazi gani unataka tufanye? Bwana Yesu asifiwe. Kwenda katika safari hii ya maisha haya, tunapitia katika dhoruba na katika upepo na misukosuko katika safari hii. Lakini unaweza kumwamsha Yesu mara moja na Yesu akasimamisha mawingu katika maisha yako. Jina la Bwana lisifiwe. Kusamehe kutoka moyoni ni kuachilia ya kwamba yule ambaye ulikuwa umembeba, yule ambaye ulikuwa umemfunga kwa wema rohoni, ni vizuri umwachilie ili unapopiga magoti na kuomba Mungu aweze kukusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amekuruhusu. Je, Bwana amekutuma hapo? Bwana Yesu asifiwe. Huenda kuna mtu yuko mahali ambapo Bwana hajakutuma hapo. Huenda kazi ile ambayo unafanya Mungu hajakutuma ufanye hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Huenda hapo mahali hiyo biashara unataka kuanza, huenda Mungu hajakutuma katika hiyo biashara. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo nyumba unataka kuhamia, huenda Bwana hajakutuma hapo. Hiyo shule unataka kwenda, huenda Bwana hajakuruhusu uende hapo. Hiyo ndio unataka kuingia katika mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo unapotaka kununua shamba, huenda Bwana hajakutuma hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye alianza kutusamehe ile deni. Tulikuwa wenye dhambi, tulikuwa na maovu, tulikuwa tuko katika kifungo, akatusamehe, akatuweka huru. Sasa Yesu naye akaexpect tunenende kwa wenzetu, nasi tukaachilie deni zetu kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini badala ya kufanya hivyo, tunafanya kinyume. Tunaweka kwa wenzetu, kuwakaba koo na kuwatupa ndani. Basi tujue ya kwamba kuna gereza ya ulimwengu huu na kuna gereza ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni heri kuwekwa katika gereza ya ulimwengu huu kuliko kuwekwa katika gereza ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Ndio. Ambia mwenzako samehe na uachilie. Mwambie tena. Mwambie tena. Samehe na uachilie. Inamaanisha nini kusamehe kutoka mioyoni mwenu? Si kusamehe kwa mdomo, si kusamehe kwa kujifanya tu. Ni kusamehe kutoka moyoni. Inamaanisha kusamehe kutoka moyoni ni kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuachilia, kusamehe kutoka moyoni ni kuachilia ya kwamba yule ambaye ulikuwa umembeba, yule ambaye ulikuwa umemfunga kwa wema rohoni, ni vizuri umwachilie ili unapopiga magoti na kuomba Mungu aweze kukusamehe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa acha niwaambie, kuna wengi tuko gerezani, gereza ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na hii gereza ukichunguza ni ya unforgiveness. Tuliingia kanisani tukaombewa toba, tukasema Mungu nisamehe, na ukaenda ukajifanya kuwa umesamehe yule mtu aliyekukosea, lakini hukumwacha rohoni, hukumwachilia. Ndio maana ukikutana na mtu mliyekosana anasema nimekutana na mtu fulani lakini nimesikia roho imeshtuka. Imeshtuka kwa sababu bado umembeba. Bwana Yesu asifiwe. Si kuna wengi tunasema hivyo, kila nikikutana na adui yangu roho yangu nasikia imeshtuka. Wengine wanasema yule ni mbaya wangu ndio maana nimeshtuka, lakini si hivyo. Yule mtu hautamtoa moyoni kabisa. Na Yesu anasema tuwasamehe wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu alihubiri sana kuhusu msamaha. Yesu alihubiri sana kuhusu upendo. Na huwezi ukasamehe mtu ikiwa umpendi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Yesu mwenyewe ni upendo. Amen. Amen. Tuko pamoja kanisa. Mimi nataka mshike hili neno la msamaha. Utakuja kushuhudia. Na wapatia ushuhuda siku moja. Kitambo kabla sijasimama vizuri, nilipenda sana kusoma Biblia. Na kila nikishika Biblia hivi, nilikuwa nasinzia mpaka mate yanatiririka kwa Biblia. Ninapenda sana kusoma Biblia. Lakini kila nikishika Biblia, napata nimelala kitabu mpaka naota. Sasa mimi nilikuwa napenda sana kusoma Biblia. Kila nikishika Biblia nasinzia. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikawa nasikia vibaya. Sasa ingine nasema mimi nikikosa usingizi, ninaenda kwa Biblia ili niweze kulala. Nikaifanya kama Puritan. Amen. Tunaelewana? Tunaelewana kanisa? Na wengine wengi hapo hawawezi wakajitoa, lakini wako katika hiyo hali. Lakini sasa
siku moja nikawa namwambia Mungu, ninataka nikujue kupitia neno. Ninataka nisome Biblia nifahamu na nielewe. Siku moja nikiwa usingizini nililetewa neno la read the Bible with forgiveness. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Read your Bible with forgiveness. Acha nikwambie, mimi nilikuwa mtu ambaye nakwazika haraka, nilikuwa ni mtu ambaye sijui kusamehe, nilikuwa ni mtu ambaye ukinikosea nikikuona naona kukumbuka tu yale ulinitendea. Lakini nilipofunuliwa hiyo kitu, read your Bible with forgiveness. Siku moja nikiingia kwa kabati, nikapata diary. Hiyo diary ni ya kutoka usichana. Ya kwamba ulikuwa ukinikosea nachukua kalamu na diary, naandika tarehe fulani amenifanya hivi, alafu na sign. Bila kujua kumbe ninajifunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnanielewa lakini? Amina. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo diary, unakumbuka kitambo kulikuwa hakuna simu. Tulikuwa tunanunua diary. Ukinikosea leo hii ukinikwaza, nachukua pen na diary na andika ni tarehe ngapi umenikwaza, alafu nafunika naweka. Kumbe nilikuwa nafunikia maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nilipofunuliwa ya kwamba read the Bible with forgiveness, nilipoona hiyo diary nikaipasua, alafu nikaketi nikaanza kufikiria, jamani, ni nani sijamsamehe? Ni nani nimembeba rohoni? Ni akina nani hawa wamenizuia kusoma Biblia nikaelewa? Ni akina nani hawa wanafanya nikisoma Biblia na zinzia? Kuanzia hapo sasa nikaanza kukanyaga vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipomjua huo ufunuo, nikamwambia Mungu, nisaidie nisiwahi beba mtu hata nikikwazika vipi. Hakuna mtu nitambeba. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipofuata hilo neno, hiyo hali ya kusinzia wakati wa kusoma Biblia ikaisha. Tupige Yesu makofi. Huo ni ushuhuda nimekushuhudia, my personal testimony. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, kila mmoja anajijua. Kwa sababu gani? Wakati unaposoma Biblia, ni lazima uhakikishe hakuna mtu umemfunga ndani ya moyo wako. Kwa nini? Neno la Mungu ni roho. Kwa nini? Wewe ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ni roho, lakini umekaa katika physical body. Wewe ni roho. Hii ni roho tunasoma. Bwana Yesu asifiwe. Manake walioandika hii scripture walikuwa inspired by the Holy Spirit. So ukisoma unasoma nani? Unasoma nani? Bwana Yesu asifiwe. Hebu niambie, ikiwa wewe ni mtu wa magrudges, ikiwa wewe ni mtu wa anga, ikiwa wewe ni mtu wa jealousy, ikiwa wewe ni mtu aliye na envy, wewe uko na kazi, yani mambo ya kitambo, umechukulia tokio ukiwa primary school, bado kuna mtu amekukwaza mpaka saa hii mwana wa kuvuka, utasoma neno gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Katika kuomba, katika kusoma Biblia, tunastahili kuwa free in our spirit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama tuelewa. Tunastahili mioyo yetu iwe huru. Sikia hapa nikueleze. Unaweza kuwa ulizaliwa kwenu ukapata familia haielewani. Ulipata mamako haelewani na shangazi. Ulipata babako haelewani na ndugu yake. Na kwa sababu wewe mtoto wake, ukasema sasa kama mama haelewani mimi ni nani? Ukaingia kwenye hiyo nini? Prison. Hiyo ni prison. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni jela. Ukaingia katika hiyo jela. Alafu unakuja kanisani, unakuja unapiga magoti na mwambie Bwana nisamehe kama vile ninavyosamehe wanaonikosea. Si unadanganya? Bwana Yesu asifiwe. Bwana tusamehe kama vile tunavyosamehe wanaotufanya nini? Hapa ukirudi nyumbani mtoto hamuongeleshani. Ukirudi nyumbani wifi yako haumuoni. Ukirudi nyumbani madaido wako humuoni. Ukirudi nyumbani jirani yako humuoni. Alafu ukiingia hapo nasema Bwana nisamehe kama vile ninavyosamehe. Si unadanganya? Hebu niambie. Mungu anataka moyo ambao uko huru. Mungu anahitaji a free spirit. Moyo ambao hauna anga. Moyo ambao hauna offenses. Moyo ambao hauna grudge. Moyo ambao hauna uchungu wa kutokea kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia moyo wako. Ni nani umembeba? Na ni lazima leo tutaachilia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
asifiwe. Ni lazima tuachilie wale ambao tumewabeba mioyoni. Si lazima awe ni mshirika mwenzako. Angalia mtu wa Mungu. Kuna wengine tulitoka makanisa tofauti. Ulitoka ile kanisa ukiwa umekwazika. Ulitoka ile kanisa ukiwa umekwazwa ama umekwaza yule mtumishi wa Mungu. Umekuja umejoin kanisa na watu. Umekuja kajoin kanisa iliyo na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kumbuka kule ulipotoka kuna fundo ndani ya maisha yako. Sema fundo. Fundo. Sema fundo. Fundo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kule ulipotoka kwa sababu haukurudi ukatengeneza. Haukurudi ukatengeneza na wenzako. Haukurudi ukatengeneza na mtumishi wa Mungu. Umekuja ukajoin another relationship. Kwa hivyo wewe utaishi mtu wa vikwazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Utabaki mtu wa vikwazo kila wakati. Na kwa sababu kulikuwa na relationship nyingine ya kanisa lingine na umekuja ukapata uhusiano mwingine wa kanisa lingine, utapata kitu kidogo kikifanya na kuanzika, unakumbuka kule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hilo ni jera. Kitambo kulikuwa na marafiki. Naweza kuwa labda ni mpenzi wako, naweza kuwa ni rafiki yako, lakini kafika mahali mkakosana. Na kwa sababu mwani wako nasema wajua niliokoka, hata sina ubaya na yeye. Lakini ukikutana naye huko sokoni, unamhepa sikuone. Kumaanisha nini? Uliokoka lakini bado uko gerezani. Tuko pamoja? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na Yesu akasemaje? Unapokuwa katika foleni ya kutoa sadaka, ukumbuke utapatana na ndugu yako. Rudi hapo usifike hapo. Rudi ukapatane, alafu lete hiyo sadaka. Kila kitu katika imani ni lazima kwanza tuonyeshe upendo na tuonyeshe msamaha na zaidi kuachilia. Na kuachilia ni wale ambao umewabeba ndani ya moyo wako, ni vile vitu ambavyo umebeba ndani ya moyo wako. Uachilie ili uachie Roho Mtakatifu nafasi ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unajua hili neno la msamaha halipendwi. Na hili neno la msamaha ndilo linatufungulia maisha yetu. Ukitaka ada yako ifunguliwe, kuwa mtu wa msamaha. Ukitaka huduma ikue, kuwa mtu wa msamaha. Ukitaka familia yako ipanuka, kuwa mtu wa msamaha. Ukitaka maombi yako yajibiwe, kuwa mtu wa msamaha. Ukitaka amani, maana saa hii shetani amekuja, ameiba amani, ameiba furaha, kwa sababu kuna kamlango umefungua ndani yako, kamlango kwa kutosamehe. Huo mlango utakapofungua ndani yako, shetani anakuja na anachukua furaha yako. Ndio sasa unapata mtu kila wakati nimefanyiwa, kila wakati manunguniko, kila wakati pressure, kila wakati depression, kila wakati sukari, diabetes, kila wakati magonjwa ambayo yanaletwa na mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Ambia jirani yako achilia. Achilia. Mwambie serious achilia. Achilia. Na nasema hivi, unaweza kuwa hauna hatia. Unaweza kuwa una hatia. Lakini hata kama hauna hatia, una sababu ya kusamehe. Lingine, hatusamehei watu tusamehewe. Tunasamehe kwa sababu ya ufalme wa mbinguni. Si Yesu amesema ufalme wa mbinguni umefananishwa? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Narudia tena. Hatuwapendi watupende. Tunawapenda kwa sababu ya ufalme wa mbinguni. Amina. Kwa hivyo usiseme mimi nimemsamehe lakini hakunisamehe. Usiexpect msamaha wao. Wewe samehe na uachilie. Ngoja mkono wa Mungu aweze kutenda juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vita vingi tunakutana nazo kama Wakristo kwa sababu ya kukosa msamaha. Sema msamaha. Msamaha. Sema msamaha. Sema kwa Mungu msamaha. Vita tunakutana nazo kwa sababu ya kukosa msamaha. Familia vita. Maisha yetu vita. Kila tuendako ni vita. Sasa ninastahili ufanye hivi. Nimejaribu yote Mungu. Wacha niangalie ni wapi kuna kamlango kamefunguka ambapo shetani anatekia advantage ya kuniongoza bila anavyoniongoza. Bwana Yesu asifiwe. Luka 17 mstari wa kwanza, kusikize kwa makini. Akawaambia wanafunzi wake,
makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa hesabu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake, akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmojawapo wa wadogo hawa. Jilindeni, kama ndugu yako akikosa mwonye, akitubu msamehe. Na kama akikukosa mara 7 katika siku moja, na kurudi kwako mara 7 akisema nimetubu, msamehe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alikuwa anamaanisha msamaha unastahili kupea ndugu yako, usiwe na hesabu. Na usiseme jana nilikusamehe, usiseme juzi nilikusamehe, basi wewe umezoea sana sitakusamehe. Yesu anamaanisha hata akirudi mara 7 kwa siku msamehe. Bwana Yesu asifiwe. Makwazo hayana budi kuja. Hakuna mahali tuliambiwa kwamba hakutakuwa na makwazo. Hakuna mahali tuliambiwa kwamba hutakwazwa na ndugu yako. Hakuna mahali tuliambiwa kwamba hatutakwazana. Yesu anasema makwazo hayana budi kuja. Kwa hivyo kuna watu wawili hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalieni hapa kuna watu wawili. Aliyekwazwa na anayekwaza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nataka muone mambo ya Yesu. Anayekwazwa na aliyekwaza. Offended and offender. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba Yesu anatuahidi vizuri. Makwazo hayana budi kuja. Lakini ole wake anayesababisha ni nani? Ni yeye anayekwaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Asifiwe kanisa. Amen. Makwazo ni lazima yaje. So long as tunaishi pamoja, so long as tuko pamoja, so long as tuna madugu na so long as tuna majirani, makwazo hayana budi kuja. Amen. Sasa wewe ambao umekwazwa, wewe haustahili kulipiza kisasi. Si umekwazwa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna ahadi hapa ya yule ambaye amekukwaza. Kwa sababu kuna ahadi hapa ya kwamba atakaye kukwaza, atakaye sababisha huyu mtu wako kukwazika, nitamfanya hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Niwapatie mfano mzuri. Kuna mama katika Biblia anaitwa Ana wa Elikana. Bwana Yesu asifiwe. Na sote tunajua huyu mama vile alikuwa na uhitaji wa kuwa apewe mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na Ana alijua siri ya kwenda na ama Mungu kulipigania katika vita nilivyo navyo, ni kwenda madhabahuni ama kwenda hekaluni. Bwana Yesu asifiwe. Ana, nataka muelewe hapa vizuri. Neno linasema ya kwamba yule mwenzake Penina alikuwa anamdhihaki, alikuwa anamchekelea, alikuwa anamchokoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Ana akaona sasa, mimi uchungu wangu wote, huzuni nilionayo yangu yote nitaipeleka wapi? Madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Ana alipokuwa naomba, hakupiga goti pale madhabahuni, akamwambia Mungu nisaidie ama nijalie mtoto, na huyo mtoto atakapokuwa, yule Penina akaona. Unapoomba, kitu cha kwanza Mungu huwa anaangalia maombi yako na mazao ya maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Ana alikuwa na sababu ya kulaumu Penina, lakini hakumlaumu. Ana alikuwa na sababu ya kulipiza kisasi, kwa sababu neno linasema Ana alipopeleka mtoto kule madhabahuni, baadaye alikuja akabarikiwa na watoto wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu makwazo hayana budi kuja, ni lazima tukwazwe, lakini take control. Usikwazike. Maana haukwaziki sura, haukwaziki mwili, unakwazika wapi? Na ukikwazika roho Mtakatifu hatapata nafasi ndani yako. Ukikwazika roho yako, neno la Mungu halitaingia ndani yako. Ukikwazika ndani ya moyo wako, maombi, our heart is a communication point. Our heart. Wakati moyo umekwazika, haya maombi yatakuwa yanatoka wapi? Mungu akambariki Ana kwa sababu aliangalia ombi lake atatimiza. Mungu aliangalia maombi ya Ana kwa sababu hakulipiza kisasi na Penina. Mungu akambariki Ana kwa sababu alitimiza ahadi zake. Mungu akambariki Ana kwa sababu Ana akiwa madhabahuni
Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuja kwa madhabahu ukapiga goti ukasema Mungu nimekwazika. Maana by the way, maombi mengi jamani tuangalie sana. Wakati unapokuja kwa nyumba ya Mungu kuombea adui yako mazuri, unamwombea mabaya. Unasema Mungu sabaratisha, Mungu katakata, Mungu haribu, Mungu reverse. Unamwombea adui yako mabaya, kama adui yako haenda kufika mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wote tukienda madhabahuni na kumwombea adui zetu, Mungu msamehe adui analotenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu samehe fulani, hakika amenikwaza, lakini moyo wangu sitakubali kuazike, maana ninataka neema yako. Ninataka nikikuomba Mungu sikie maombi yangu. Ninataka nikifunga maombi haya kubariki mbele zako. Ninataka maabudu yangu afike kwako. Kwa hivyo sitapata nafasi ya kuweka fulani katika moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe.